kanisani jinsi ya kushughulikia Kristo ambaye anaendelea kutenda dhambi katika ushirika, na ule ushirika ni kanisa la Yesu Kristo. Tunapokuwa tunaangalia katika kifungu cha 1 Corinthians chapter 5, tunapata kwamba tulikuwa na mtu mmoja. Utakapokuwa ukisoma kile kifungu wewe mwenyewe kwa muda wako, ambaye alikuwa anaendelea kuzini ama anaendelea kutenda dhambi katika kifungu cha mlango wa 5. Na unaona ya kwamba kanisa likafika mahala na kanisa likawa aware, linatambua kwamba kuna ndugu mmoja ambaye anajiita ndugu amejitwalia mke wa baba yake mwingine. Utakapokuwa ukisoma katika mstari wa kwanza utayaona yale. Na Paulo alipokuwa mbali, popote alipokuwa, akapata habari ya kwamba katika kanisa la Wakorintho kuna mambo ambayo yanaendelea mara pale ambayo hayamtukuze Bwana. Ni kwa sababu wale ambao wanajiita ndugu katika Kristo wamerudi katika matendo ya dunia, wameleta mambo ya duniani yameingia kanisani. Na Paulo akalazimika, tunaposoma katika 1 Corinthians hiyo chapter 5, Paulo akalazimika kuandika barua ikawaendea Wakristo ambao ni watakatifu na wamehifadhiwa ndani ya Yesu Kristo, ambao ni waumini katika Bwana. Akawaandikia barua akiwaeleza ya kwamba nimesikia habari miongoni mwenu kuna mmoja ama wawili ambao maisha yao wanaishi maisha ya dhambi. Nanyi kama kanisa hamujahuzunika, mmefurahikia jambo hilo. Na kwa hivyo Paulo akawapa njia ya kuweza kushughulikia shida hiyo katika kanisa hilo. Kwa hivyo tunapokuwa tunaangalia mambo haya yanaandikwa, neno hili linaandikwa kwa kanisa la Wakorintho. Lakini haikuandikwa tu watu wa Korintho, imeandikiwa nasi wa Kristo wa kanisa la Tabernacle. Maana Mungu amehifadhi neno lake, na neno lake limepita katika majira mbalimbali na limetufikia sisi. Nasi ni vizuri tunaposoma kipengele hiki tuanze kujiuliza, miongoni mwetu kuna Mkristo yeyote ambaye anadumu katika dhambi? Ameonywa mara ya kwanza, ameonywa mara ya pili, ameonywa mara ya tatu, na angali anaendelea. Na kama anaendelea, tukaweze kuangalia katika neno la Bwana. Neno la Bwana linatuambia tukamshughulikie kwa njia gani. Kwa hivyo nataka tusome katika mstari wa 9. Katika hiyo 1 Corinthians tutakuwa tukisoma katika mstari wa 9 chapter 5. Na tunaangalia shida zinakuwa kanisani. Tunakuwa na watu ambao wanaishi katika dhambi. Si vibaya watu ambao wanaishi katika dhambi kupatikana kanisani. Ni kwa sababu gani? Yesu Kristo anasema katika neno lake, magugu pamoja na ngano vitamea pamoja. Na kanisa halina mamlaka ya kutenganisha magugu pamoja na ngano. Maana hiyo ni kazi ya Yesu Kristo ambaye ndiye Bwana. Yeye ndiye atakuja wakati wa mavuno na kuchunguza kanisa lake na kuchukua magugu anayatupa kwenye moto, na anachukua ngano anaiweka ghalani mwake. Kwa hivyo katika hii context, katika mstari ambao tunaenda kusoma, neno la Yesu Kristo aliongelei magugu ama ngano. Liko naongelea kitu gani? Tunaposoma katika mstari, tunasoma wa 9, tutasoma na mstari wa 10. Katika mstari wa 10 inasema kama kuna mtu anayejiita ndugu ni nani? Amezaliwa mara ya pili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na yeye akiwa wa kiume ni ndugu wa kiume, akiwa wa kike ni ndugu wa kike. Biblia inasema kama anaishi katika dhambi, kanisa linastahili lichukue nafasi ya kushughulikia jambo hilo. Kwa hivyo tunataka tuangalie katika neno, jinsi neno la Bwana liko linasema, ili tukaweze kuelewa vizuri. Angalia katika mstari wa 9. Tunataka kujifunza jinsi ya kushughulikia mtu ambaye anajiita ni Mkristo.
Unasema Mkristo akiishi katika dhambi ni magugu. Hapana, magugu ni mlevi ambaye hako kule nje, ni mtu mwenye ako kule nje hajampokea Kristo kwa mwokozi wa maisha yake. Anapoingia katika kanisa la Yesu Kristo, asiondolewe, aachwe mahala pale, asikie injili ya Yesu Kristo, maana kwa kuhubiriwa kwa injili ya msalaba huenda akaamini na akabadilika. Kwa hivyo tunapoangalia katika hii context, magugu hayamo mahala hapa, maana magugu ni wale wenye hawajaokoka. Lakini katika hii context, Biblia iko inaongelea mmoja wetu katika kanisa la Wakorintho, mmoja wa shirika katika kanisa la Wakorintho ambaye alikuwa anaishi katika dhambi hadharani. Paulo anasema mtu kama huyo anahitajika kuondolewa miongoni mwenu, ili akatupwe akapeanwe kwa shetani, ili shetani akaguze mwili wake, na huenda akajuta, akainua mikono zake na akasema, Baba, nimerudi katika njia zako. Kwa hivyo katika hii context hatuongelei magugu na ngano. Biblia inaongelea watu ambao wameokoka na wanajiita ndugu. Ushuhuda wao unastahili wa ushuhuda wa kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo tunapoangalia katika mstari wa 9 katika hiyo text, tunataka twende polepole. Tuko katika mstari wa 9. Paulo anaandikia nani? Anaandikia kanisa la Wakorintho ambao walikuwa ni watakatifu katika Bwana. Tunaposoma 1 Corinthians chapter 1 verse 2, neno la Bwana linasema nini? Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakazwa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Kwa hivyo yenye Biblia inaongea katika mstari mlango wa 5, kuna kanisa ambao waliitwa wawe watakatifu, wamesafishwa na damu ya Yesu Kristo, wako na jina la Wakristo, wanasema tunamjua Kristo kwa mwokozi wa maisha yetu, lakini wanaishi katika dhambi. Hao ndio hii passage iko inashughulikia. Sio mtu mwenye hajaokoka na amejipata kanisani siku ya leo. Mtu kama huyo tunamhimiza aendelee kuingia kanisani, huenda kwa kuendelea kulisikia neno la Bwana. Vile neno la Bwana linasema imani huja na kwa kulisikia neno la Bwana. Huenda kuna siku itafika na atasema, Baba, ninajipeana kwako ukaniokoe. Lakini wale wanajiita ndugu katika Kristo, wakiishi katika dhambi ambayo wameonywa mara ya kwanza, wameonywa mara ya pili, wameonywa mara